Ukisoma katika Mathayo, neno la Mungu linasema jihadharini na manabii wa uongo. Mkato, watu wanaowajilia ambao wamevaa ngozi ya kondoo lakini ndani yao ni mbwa mwitu. Nataka nikueleze siri kubwa iliyofichwa katika mstari wa Biblia katika Mathayo. Watu wengi wamefocus tu ya kwamba kutakuwepo na manabii wa uongo, lakini wamesahau pia katika koma ile mbele yake wameonywa juu ya watu watakaokuja ambao wana muonekano kama kondoo lakini kiuhalisia ni mbwa mwitu. Kwa tunapoongelea manabii wa uongo, usisahau pia kuongelea Wakristo wa uongo. Unaniambia mtumishi, walioongelewa hapo tu ni watu wote wa Mungu. No, Biblia imeongelea kwanza manabii. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wao wamewekwa katika ofisi ya kikuhani. Au tunaweza tukasema tu sio manabii wa uongo, tuongelee basi kutakuwepo na watumishi wa uongo, ambao watumishi chini yao kutakuwepo na washirika, na hao washirika ndio wanaitwa nini? Kondoo. Kwa tunapoongelea kondoo, maana yake ni washirika ambao tunawaita Wakristo. Kwa kiuhalisia iko hivi, tunapoongelea kwamba kutakuwepo na manabii wa uongo, usisahau ya kwamba pia kutakuwepo na Wakristo wa uongo au washirika wa uongo. Nini? Ni kwa sababu hawapo katika kushirikiana katika kanisa kwa lengo la kumtafuta Mungu. Hawapo katika kuitafuta kweli au kumfuata kweli ambaye ni Mungu mwenyewe. Wapo katika kutafuta ajenda zao wenyewe.